majina anajulikana Nabii Felix David Mwangisongo kutoka kwenye maskani wa milio jumbe sana kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 5 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya kinabii. Ikumbuke kwamba ilikuwa wastani wa tarehe 20 ya mwezi wa pili mwaka 2024, mwamba mashuhuri Yesu alitoa unabii kuhusiana na ukanda wa Afrika Mashariki pamoja na pembe Afrika, kwamba kungetokea na njaa kali sana, kiwango ambacho njaa hiyo haijawahi kurekodiwa katika ukanda huu katika mkutano wa nabii. Wakati huu nabii ulipotolewa, yani wastani miezi 26 iliyopita, Mungu mashuhuri Yesu aliniambia niweke mikoto hii kwa ajili ya kutoa tahadhari katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo ya kinabii. Mungu mkuu Yesu ameniambia tena nifanye marejeo haya, na niweza pia kushauri ukanda huu wa Afrika Mashariki na serikali za ukanda huu na viongozi wa ukanda huu, kwa maana viongozi wa serikali wachukue tahadhari, kwa sababu kuna njaa kali sana inakuja katika ukanda wa Afrika Mashariki pamoja na pembe Afrika pamoja na baadhi ya maeneo ya Afrika Kati, njaa ambayo haijawahi kurekodiwa katika ukanda huu. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo, nachukua haya maelezo na tuunganisha na ule unabii ambao unaweza pia kufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mwangisongo Ministry. Utaona anwani maalum imewekwa pale, utaona kuna nabii nyingi ziliunganishwa kwenye video moja. Utaona kabisa pale ndani yake kuna unabii kuhusiana na ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya kwa sababu ni njaa kali sana na ukame mkali ambao tuko ukanda huu, kiasi ambacho chakula kitakuwa kali sana na chakula kitakuwa hakuna katika ukanda huu. Sasa niliona makontena yanavuka mipaka kwa ajili ya kuja kuokoa maisha ya watu. Lakini pia ikumbuke Mungu mashuhuri Yesu katika unabii alieleza kabisa, ambao tutaunganisha katika mwalizi, kwamba alisema kabisa mabomba hayatatoka maji, kutakuwa na tatizo kubwa la umeme, kutakuwa na tatizo pia la majenereta, kwa maana gharama ya mafuta pia imepanda juu. Njia rahisi ambao watu wanaweza kufanya ni kutumia solar power, kwa sababu Mungu anatoa anwani hizo mashuhuri. Lakini pia Mungu alitoa ushauri kuhusiana na viongozi wa ukanda huu, kwa maana viongozi wa kisiasa wachukue tahadhari, kwa maana watafute njia nyingine mbadala kwa ajili ya maji, kwa sababu maji yatakuwa ni tatizo kubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na Mungu alisema katika yale mataifa ambayo yana maziwa, kwa maana yana bahari, basi wafanye utafiti wa kina kwa ajili ya kuvuna yale maji kwa ajili ya kusaidia watu katika kipindi hicho. Pia Mungu alieleza kwa makanisa, watu binafsi, matajiri, watu mbalimbali wenye uwezo wa chini visima vya miamba kwa ajili ya kuhifadhi uhai katika kipindi hicho. Kwa hiyo bila shaka yote jambo hili linagonga hodi sasa. Mungu ameniambia nifanye tena marejeo kwamba hili jambo linagonga hodi, li karibu sana kwa kutokea katika ukanda huu. Tubu dhambi kama mashuhuri Yesu anavyokuja kwa siku. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu. Yehova tuonane katika Mungu. Amen. Bwana wabariki. Tunazungumza saa hii na ukanda wa Afrika Mashariki na pembe Afrika. Bwana asema hivi, moja ya siku hizi za karibuni kabisa, ukanda huu wa Afrika Mashariki na Afrika ya Kati na pembe Afrika, kutoka maeneo ya Msumbiji, pita maeneo ya Kongo, Afrika ya Kati, zunguka iache Zimbabwe kidogo, zunguka ichukue Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Ethiopia, Somalia na baadhi ya mataifa ya pembe Afrika. Bwana asema hivi, kutatokea na njaa kali sana kuwahi kutokea. Ni njaa kali sana itakaoambatana na upepo, na huo upepo utakuwa na vumbi jepesi litakaozalisha matatizo ya ugonjwa wa kifua. Kutatokea na hali ya ukame mkali sana. Kutatokea na huo ukame mkali ukiambatana na hiyo hewa ambayo itakuwa ni hewa yenye kuchoma mianzi ya pua, kwa sababu kutakuwa na joto kali sana, mfano wake haujawahi kuwako katika moja ya siku hizi. Hili jambo litatokea. Bwana asema hivi, mataifa ya ukanda huu, nazungumza na serikali za ukanda huu. Bwana asema hivi, yako mambo yafuatayo wanaweza kufanya. Jambo la kwanza, mataifa yaweke akiba ya chakula katika mvua zitakazokuja au namna yote ile. Mataifa haya yaweke akiba ya chakula ya kutosha bila shaka yote. Namba 2, serikali za ukanda huu waandae njia mbadala ya maji, kwa sababu mabomba hayatatoa maji. Kutakuwa na ukame ambao haukuwahi kutokea katika miongo hii iliyopita.
Mabomba na yaona yakifunguliwa hayatoi maji, yatakuwa yanatoa hewa tu. Umenipata vizuri? Maji yatakauka bila shaka yote. Kutakuwa na matatizo makubwa ya umeme. Kwa serikali za ukanda huu ziweke utaratibu mwingine, kwa sababu umeme utakatika, hasa vile vyanzo vya umeme vitokana na maji bila shaka yote. Kwa umeme utakatika bila shaka yote, kutakuwa na shida kubwa sana. Lakini naliona, natazama katika ono la Bwana, niliona watu wa Masai wanakuja mbele yangu wanalia, wamama wa Kimasai, na nilipowatazama nikaona natazama mifugo inakufa, ikapelekea mpaka wanadamu pia walipoteza maisha katika ile ono ambalo Bwana alinionyesha. Naliona natazama vilele vya milima vyote vimekauka, barafu zote zimekauka. Nikaona watu wanalia, mianzi ya pua inapitisha joto kali sana. Watoto walikuwa wanalia, wamama wanapepelea watoto. Hali ilikuwa mbaya sana. Bila shaka yote utatokea ukame mkali kuwahi kutokea katika ukanda huu. Nazungumza pia na watu binafsi, wafanya biashara. Nazungumza pia na watu binafsi wenye uwezo. Bwana asema hivi, wenye uwezo wachimbe visima virefu vya miamba kwa ajili ya kuhifadhi uhai. Bwana asema hivi, wenye uwezo wa kuweka akiba ya chakula waweke akiba ya chakula. Naliona natazama nchi hii ya Tanzania, mfano niliona makontena makubwa yanakuja, barabara zote yanaleta chakula. Itatokea kama zama zile za yale mahindi ya njano, bila shaka yote itakuwa. Naliona hao mahindi, niliona hiyo misaada ikitokea. Nazungumza na serikali za ukanda huu. Bwana asema hivi, waweke akiba ya chakula. Jambo hili litatokea, hali yake ni mbaya sana. Naliona hayo kabla hayajatokea. Leo Bwana ameniambia niyaseme sasa na kuweka record. Kutatokea na njaa kali sana. Watu binafsi wenye uwezo wajaribu kununua solar power. Wanunue solar power, ziwe akiba kwa wakati huo. Sababu umeme huu tunaotumia katika mataifa mengi, umeme huu utaleta shida kwa wakati huo. Watu wanunue solar power, ndio njia pekee ambayo inaweza kusaidia. Kwa sababu majenereta pia kutakuwa na shida, kwa sababu gharama ya mafuta itaongezeka sana katika kipindi hicho. Bei ya mafuta itakuwa iko juu sana. Kwa hiyo waweke akiba, wanunue sasa solar power, ziwe akiba kwa ajili ya kipindi hicho. Bila shaka yote jambo hili litatokea ukanda huu wa Afrika, hasa ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na ukanda wa Afrika ya Kati pamoja na pembe Afrika. Naliona mambo haya yakitokea, hali itakuwa mbaya kuwahi kutokea. Bila shaka yote jambo hili litatokea.